Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei alitoa hotuba yake ya kwanza ya video tangu mashambulizi makali ya Marekani dhidi ya maeneo ya Irani wiki hii na kusitishwa kwa mapigano kati ya Iran na Israel yaliyodumu kwa siku 12. Ujumbe wake ulitangazwa rasmi saa 8 mchana kwa saa za Irani, sawa na saa 7 mchana kwa saa za Afrika Mashariki hapo jana. Katika hotuba hiyo iliyotangazwa moja kwa moja na televisheni ya taifa, Khamenei alijitokeza kwa sauti thabiti na ujumbe wa moja kwa moja kwa Marekani na Israel, akisisitiza kuwa nchi yake haikupata madhara makubwa, kinyume na madai ya Rais wa Marekani Donald Trump aliyesema kuwa mpango wa nyuklia wa Irani umefutwa kabisa. Hakuna jambo la maana lililotokea kwenye maeneo yetu ya nyuklia. Trump anadanganya. Alitaka tuone aibu, lakini tumemuonesha kuwa Irani ni taifa la watu walioungana kwa sauti moja, alisema Khamenei. Akizungumzia madai ya Marekani kwamba Irani imelegea au kupoteza mwelekeo, Khamenei alijibu kwa ukali. Trump alitaka tujisalimishe. Huo ni udhalilishaji mkubwa kusema hivyo kwa nchi kama Irani, kwa taifa lenye historia, lenye heshima. Kusema lijisalimishe ni tusi lisilovumilika. Huo ni mdomo wa kiburi, sio wa busara. Kuhusu hali ya sasa ya usalama na uwezekano wa machafuko zaidi, Ayatollah Khamenei hakusita kutoa onyo kwa Marekani. Iwapo shambulio lolote litafanyika tena, gharama kwa adui na mchokozi itakuwa kubwa mno. Maeneo yao ya kijeshi hapa Mashariki ya Kati hayako salama. Tumewapa kofi zito usoni kupitia mashambulizi yetu ya Qatar. Walijifanya hawajaumia, lakini walihisi. Katika maelezo yaliyotangulia hotuba hiyo, Khamenei aliandika kupitia mitandao ya kijamii kwa Irani iliipa Marekani kofi zito usoni kwa kulenga moja ya kambi zake muhimu katika eneo la Ghuba, japo hakukuwa na taarifa za majeruhi. Hotuba hiyo inakuja siku 2 tu baada ya kutangazwa kwa usitishaji mapigano kati ya Iran na Israel uliomaliza vita vya siku 12 vilivyosababisha vifo vya raia takriban 600 nchini Irani, kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini Irani, na vifo 28 nchini Israel kama ilivyoripotiwa na shirika la AFP. Khamenei alipongeza Irani kwa kila alichokiita ushindi wa kishujaa dhidi ya utawala wa Kizayuni, akisema kuwa vita hii imeonyesha kuwa muungano wa watu na nguvu ya mapinduzi bado hai. Hotuba hii ya Khamenei imeelezwa na wachambuzi kama ujumbe mzito wa kisiasa wa ndani kwa wananchi wa Irani pamoja na Marekani na washirika wake, ukisisitiza kwamba licha ya vikwazo, mashambulizi na propaganda, Irani haijayumba wala kusalimu amri. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029, anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree, wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.